CCM inaweza kila kitu. Leo ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi miaka 64 kimeshindwa kutusaidia. Leo wanawaambia mkatiki waongoze taifa. Mwendo kasi imewashinda Chama cha Mapinduzi. Uongo kweli ndugu zangu? Walikuja na mkakati wa kuwa na mwendo kasi Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam ina wananchi wengi. Wakasema tutatengeneza barabara ya mwendo kasi. Barabara ya kawaida daladala zitumie, mwendo kasi ipite kwenye mwendo kasi. Sisi tunasema hivi mwendo kasi, basi za mwendo kasi hivi hizo zina mwendo kasi hizo? Ni basi, tuziite ni basi ambazo zina njia yake. Kwa hiyo kwa spidi ziko kawaida tu, tuseme ni basi ambayo ina njia yake, sio? Walivyo wanapopenda CCM madaraka na kubaki madarakani wenyewe na kufanya shughuli zao wenyewe, huku wakiweka kando sekta binafsi. Walipokuja na mwendo kasi hapa, mwendo kasi wamekuja na mabasi sijui 200 300 kama mnakumbuka. Nakumbuka vizuri kwa sababu wakati huo mimi nilikuwa mwandishi wa habari. Nakumbuka vizuri. Habari ya mwendo kasi ikaja, tutarahisisha watu wapate usafiri wa Dar es Salaam. Watu watoke Kibamba waende Kariakoo, waende Muhimbili, wawahi kazini, wawahi kwenye shughuli. Leo mmeona kivumbi cha mwendo kasi. Ndugu zangu, wamewaondoa watu ambao walikuwa na daladala zao, waliokuwa wanatoa huduma ya usafiri. Kwa ubinafsi tu wamewaondoa. Kuna sababu gani wangewaacha watu wa mwendo kasi waendelee na njia yao? Hii njia nyingine waruhusu daladala zifanye kazi kama kawaida. Wako watu ndugu zangu walikuwa wamekopa, wamenunua daladala hizo. Wamekuja kuondolewa baada ya mwaka mmoja LATRA, wameondolewa kwenye hii njia ili serikali ya CCM ibaki yenyewe na mabasi yake ya mwendo kasi. Balaa inakuja sasa. Wameweza kusimamia mabasi yafanye kazi kwa ufanisi? Hakuna. Matokeo yake watu leo, wanafunzi, wafanyakazi, wagonjwa wanakaa kwenye vituo masaa 6 masaa 7 hawajapata usafiri. Ndugu zangu, tukiwaambia Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuendeleza taifa hili, mtuelewe. Kulikuwa na sababu gani ya kuondoa hizo daladala? Na maskini na mshangaa hata mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa anaenda pale, anaenda kuwaambia watu, nyinyi hili ni tatizo la muda mfupi. Tatizo la muda mfupi, tatizo la shida kwenye mwendo kasi halijaanza juzi wala jana. Watu wa Dar es Salaam wanahangaika, na mimi nitawashangaa watu wa Dar es Salaam kama mtaendelea kukipa Chama cha Mapinduzi kura. Hawa watu wameenda kuua sekta binafsi kwa makusudi, wabaki wenyewe waendeshe mwendo kasi. Mwendo kasi zenyewe wanashindwa kuziendesha, matokeo yake wanaumiza watu wa Dar es Salaam. Mimi nilifikiri mkuu wa mkoa alipoenda pale angekuja basi na majibu, wafanye nini? Sasa hivi si wanafanya kampeni nchi nzima na yale mayutomu yao yale ya tiki. Yale yameandikwa tunatiki, simeona. Kama kuna shida Dar es Salaam wangeleta mayutomu yale ya kijani yasaidie watu wa Dar es Salaam. Hawajaleta mayutomu, yako kwenye kampeni, huku wananchi mkihangaika watu wa Dar es Salaam. Amkeni watu wa Dar es Salaam. CCM imeshindwa. Kama imeshindwa kusimamia mwendo kasi, itaweza kuongoza hili taifa tena? Tunahitaji kuwapa. Miaka 64 wameshindwa kitu kidogo kama hiki. Leo kuna wafanyabiashara, watu wanamiliki magari 4,000, 6,000, wafanyabiashara wakubwa. Wana magari yanaenda nje ya nchi, wana mabasi yanaingia ndani na nje ya nchi. Kwa nini wasiwape hii sekta ya usafirishaji ya mwendo kasi wakapiga kazi? Chama cha Mapinduzi kinaendelea kung'ang'ania kitu ambacho hawakiwezi. Tupeni cha umma, tutabinafsisha sekta hii ya mwendo kasi kuhakikisha magari masaa 24 yanapatikana, usafiri unapatikana. Lakini vile vile tutarudisha daladala za kawaida ziingie barabarani zisaidie. Leo idadi ya watu wa Dar es Salaam karibu zaidi ya 5 milioni wana shughuli mbalimbali,
lakini unakwenda kuwakwamisha kwa kuja na vibasi vichache, huku mkishindwa kuruhusu sekta binafsi zifanye kazi. Nimeyasema haya ndugu zangu, niwaambie watu wa Dar es Salaam, amkeni. Leo mtu unachelewa kazini, eti mwendo kasi. Ukichelewa unaenda kufukuzwa kazi. Kazi zenyewe hizi za shida za manati. Alafu watu wanaanza kusema tuendelee tukatiki. Mkatiki kitu gani watu wa Dar es Salaam? Angalieni mateso ambayo mmeyapata kwa muda wote. Angalieni shida. Wanaochelewa ni madaktari, ni walimu, ni wanafunzi, ni wafanyabiashara. Alafu unategemea uchumi wa taifa hili. Uchumi utatoka wapi?